sana. This is Heaven's Vision Gospel Church. Kwa wale ambao wanaungana nasi mkiwa nyumbani pia, karibuni sana. Leo ni tarehe 11 Julai, na kwa neema ya Mungu tunashukuru, hata kama wanasema ni mwezi ya baridi, tunashukuru Mungu ya kwamba tunaweza patikana kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. So karibuni sana mlio hapa, mnaoungana nasi mahali popote pale, majirani wetu pia tunawakaribisha kwa ibada yetu siku hii, na naamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja, kwa sababu hiyo ni kusudi yake Mwenyezi Mungu. Haleluya. I just want to believe that God has given you a good week. We all appreciate the faithfulness of God, because it is by His grace, not by our own efforts, not by what we do, but it's by the grace of God, and we have to appreciate our Father for that. Leo tunaongea kuhusu kuinua watoto ama kizazi cha Mungu, raising a godly generation. This is because in our church huwa hatufanyi kitu inaitwa child baptism. Baptism tunafanya kwa watu ambao wameelewa, watu wakubwa, watu wazima, watu waliookoka na wakajua baptism ni nini. Na that's why even the Lord's Table kama ile ambayo tumekuwa nayo sasa hivi, tumependa watoto wetu washuhudie, lakini hawajashiriki kwa sababu pia hawawezi wakaelewa exactly kile ambacho tunafanya. Lakini ikifika kwa kuweza kusekiwa maisha ya watoto wetu, huwa tunafanya kitu inaitwa children or baby dedication, and that is very godly. Yesu amedhibitisha haya na ametupea mfano mzuri, na kwa ile hali ya kuonyesha upendo wake kwa watoto. And so today is that day. We're going to dedicate our children, and I thank God some of them are here, some are in the Sunday school, but will be joining us in a moment not far from now. Bwana asifiwe sana. But just to introduce my message, Kenya hii yetu na nashukuru, sidhani kama kuna mgeni hapa, most of us are Kenyans, is that Kenya is in the recent years or in the past, tumejulikana kama taifa ambalo liko na watu walio na talanta mingi sana. Our entertainment world or joints ziko na so many activities over the weekend. People are enjoying life. People are just making merry all over. And in our nation, almost every year, we have big events, sport events. 2 weeks ago, or is it 3, tulikuwa na the safari rally ambazo zilikuwa zimekuja hapa Kenya, on the signs of Naivasha and some of those areas. And a series of games, rugby, football, though football si sana, but other games ambazo zimetajirisha nchi yetu sana, ama zimeleta jina kubwa katika nchi yetu. And looking into the majority of the participants in all these events, games, sports and all that, is the young generation, the young people, vijana wadogo. In the next few days, we will have World Olympics of under 21 years. So watoto ama vijana wa 20 years and below, 21 years and below, they will be our wetu wa nchi. They will be competing with the whole world, you know. And these people, the young people are energetic. Actually, they are the majority even in our nation. And that is why we are saying we have to be very careful, because these children, like we are going to dedicate today, we may think ni watoto sana, and sooner or later, hao ndio watakuwa kikimbilia nchi. Hao ndio watakuwa kileta utukufu katika nchi yetu. And that is why we want to secure them early in advance. Praise the name of Jesus. Now, what bothers me most, it is the level of morality in all these events. These events also inaongelea kuhusu the level of morality. It is wanting. And as a country, one of the things I've realized is that we have reached a place of what I will call moral decadence. Moral, tabia nzuri, maadili mema yameshuka sana.
I'm saying this because the kind of behavior we see with our young people or with our youths, it is totally unacceptable, though it seems as being acceptable, right? It seems acceptable, but it's unacceptable. The other day, kulikuwa na World AIDS Day. I can't remember the date, but I watched on the news. I listened to this young lady, and I was on a national television, and she was saying, I think it's high time we educate our boys and girls on matters sexuality and usage of contraceptives to avoid early pregnancies. Sijui kama kuna mtu alisikia kitu kama hiyo ama kuona kama hiyo. I saw it, I heard it myself. And this was a young person speaking this. We introduce them and teach them how to use the contraceptives. Ndiposa wasipate nini? Mimba za mapema ama ndiposa waweze kuendelea na masomo. So it was kind of, it is okay, let's go on with this. I felt so bad until I was like, I wish I had an opportunity also to air my views. Because humanly speaking, it is okay. It seems the best thing we can do to avoid our youths, our girls and boys kutoka kwa mashule. It seems, humanly speaking, it seems is the best. But morally speaking, is it the best option? Scripturally speaking, is it the best option? Go to clubs today and allow me to say, thanks to COVID, that our clubs nowadays inafunga mapema. I'm sure somebody hearing me out there and maybe they operate one, they'll be like, shut up please. But just allow me to continue for now. These are dens of moral decadence. Maadili mema inateremuka ama inavunjiwa ama inauliwa katika these clubs. And we are not seeing it. We are just looking at it and we are like, serikali saidia. Serikali has very little to do with this. I think I am the person who has to do something. I'm talking of you. You as in I. You know, you got to use the word I. You not mention me anywhere. Amen. So I. And someone say I. You see, I'm not there. So it's you. It's me. Everybody akona sehemu yake ya kuweza kubadilisha maadili. Actually, it is very much annoying to see a generation of young people or a generation going into waste with rotten morals. Some behaviors we see, and I'm sure, I hope I'm not the only ones. Maybe unaweza kuona sema wewe pastor wewe ndio unaonaga hizi vitu sisi hatuonagi. I don't know, but I'm just thinking. I just assume you've seen these things. Walking our roads, it is not exciting. Now today, as we dedicate our children, parents and friends, you who is listening and maybe watching to me this morning, nataka tujue hivi, we have a very big responsibility to raise a godly generation. Kizazi cha Mungu ama kinye kiko na uungu ndani yake. Are we together, church? A godly generation. And it is possible. I thank God there are some parents here who approached me and they were like, I would love my son, my daughter to be dedicated. And I was like, praise the Lord. That is the way to go. Because the moment you dedicate your child to God and you follow them up, let me tell you, hiyo ni kama life insurance unawekea mtoto. There's a parent, I think I told you sometimes back. So huyu mtoto amehamia ameenda sehemu fulani.
na wazazi hawa wa huyu mtoto ama wazazi the shoshos and the gukas of this child, mahali huyo mtoto walienda, they didn't like the place and they were like, mtoto wetu ako vipi mahali ambapo ameenda, ako safe namna gani? Kwa sababu pia kwa dhehebu ambalo walienda ni tofauti kabisa na imani ya hawa wazazi sasa, the grandparents. So I was like, now how do I say or how do I encourage them? Because they're like, how do we get back our daughter? I asked actually, nikauliza Guka, the grandfather to this mtoto mwenye ameenda. Let me ask, huyu mtoto, was she dedicated in the church here? Because nilikuwa kwa church yake that time when I was talking to them. Was the child dedicated? Na kaniambia, oh yes. Tulimfanyia dedication kwa hii madhabahu hapa, and the parents came and friends came and all that. Then I was like, huyo ako safe. Hata akienda wapi, ako safe. Because the grace ambayo Mungu aliweka kwa huyu mtoto and the spiritual coverage ambayo mtoto alipata, hata aenda wapi, they may try to use words, they may try to do what, but this child is safe. Because she was dedicated to God. And that which is dedicated to God and for God, hata pepo 450 zikuje, they cannot be able to overcome or to overthrow that which God has dedicated. That which has been dedicated to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Proverbs 26. You have your Bible, you can open there. Proverbs chapter 22, verse 6. This is a common verse, a common scripture ambayo mara mingi tunaisoma, and especially when we're doing dedication and also praying for our children, as we're going to pray for them in the next few minutes. So Proverbs chapter 22 and verse 6. Parents, this is for you. All of us were here, and especially for the parents whose children are the candidates of dedication today. Skiza. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Bwana Yesu asifiwe sana. Train a child in the way he should go. There's some versions you say, in the way of the Lord. And when he is old, he will not turn from it. Kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema, wazazi, kuzaa si kazi, kazi ni kufanya nini? Kulea. Tena Mswahili mzuri akasema ni kulea mwana. Kazi sio kuzaa, kazi ni kulea mwana. Si kuna wamama wasichana wanazaa na wanatupa watoto. Si hapa Rongai tumeona. Kuna kidimbwi fulani kiko pale, nimepita hapo siku fulani nikasikia mtoto alikuwa hapo last week na mwingine alikuwa hapo hiyo siku. So huwezi kuzaa tu and then you're like umetupa and then you call yourself a parent. That is not work itself. Work is what your mama or your dad did for you. They may be alive today or not, but they did something for you. And that is why we call them good parents. They brought you up, and especially if they brought you up in the ways of the Lord. And so the wise man who ever lived, Solomon, he had seen so much on earth. Alikuwa ameona mambo. Huyu mzee aliishi kuona mambo na alikuwa na hekima mingi sana yake Mwenyezi Mungu. Na akaonelea ama akapatia wazazi a very, very wise counsel to the parents, that which we have read in Proverbs 22 and verse 6. Train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Praise the name of our Lord. Amen. Parents and friends, it is our responsibility. It is a responsibility of every parent, either father
or mother to train your child in the right manner. Praise the name of Jesus. That's, I know we are living in days mambo si rahisi. Technology ndio inasonga kutuliko. Actually, some of the parents, technology imesonga ya kwamba watoto wameielewa kukuliko. You can imagine. But regardless of that technology, it is God who has given people wisdom to come up with it. So the God who has given people wisdom and knowledge, to come up with all these machines and all that, it is the same God who can give you the knowledge and the know-how to bring up a child in the way of God. Praise the name of Jesus. Amen. One of the things that I want us to understand is this. The kizazi ambacho nimeongelelea hapo mwanzoni cha vijana kwa club, bash, partings, gigs and all those, that generation, the things we see them doing today, majority of them, not all, because kuna wale walilelewa vizuri and somehow wakajikuta wameanguka and they have fall on the world and all that. Majority of all these people, that generation I was talking about, it is the foundation. Misingi waliowekewa. Praise the name of Jesus. Amen. I thank God today in our theme for this year, we are seeing 2021 is a year of laying the right foundation. And I thank God for the children that we are dedicating today. We want to do the right foundation. And it is the foundation of giving them God. Amen. Praise the name of Jesus. Praying for their destiny. Now hawa watu kizazi ama msingi waliowekewa huenda haukuwa msingi dhabiti, ulikuwa msingi uliokuwa juu ama kabisa hawakuwekewa msingi wowote. Now when we are talking of training a child in the way he should go, we are talking of laying a foundation over their lives. Tunaongea kuhusu kuweka misingi juu ya watoto wetu. And we are parents here. We are parents in the world today, and especially those unakuta kule nje wa maisha yao, matabia zao ni potovu. Ni wale ambao unakuta ya kwamba mzazi aliweza tu kumpatia chakula, aliweza kumpatia mavazi na maybe mahali pa kulala na shule mzuri. But they forgot or they assumed to train and to teach children values. Kuna kitu inaitwa values, maadili. And those values, by the way, in the world of today, ni lazima tujichunge sana kama wazazi. We had gone for burial this week, Friday and yesterday. Somewhere in Mutitwa Day. We came back last night. And kuna watoto walikuwa mahali. So, kuna kazi ilikuwa inafanywa mahali. So, I saw about 8 years, msichana wa 8 years amekuja mahali tulikuwa. So, she met this mzee was doing something here. Akamwambia, ilikuwa usiku, akamwambia wacha nikumulikie. Akachukua the simu ya huyo mzee. So akimumulikia akasema wacha nione kama kwa simu ya smartphone. Wacha nione kama ninaweza kufungua simu yako password. Then she akajaribu, unfortunately haikuwa na password. So akasema wacha ni game. So akaanza kuchokora simu ya huyu password. So I was like, okay, huyu msichana, and then I knew another kijana. Nikamuuliza, "Nyinyi kwa nini mnachokora simu wenyewe na mjaomba ruhusa?" Of course they kept quiet. Mzee also kept quiet. I was like, "Stop it." Those are the values we are talking about. Right? Because how mtoto hamjui mtu yoyote amekuja amechukua simu, and you see these things nowadays, it's another headache. Parents, we have to be very strict. We have to know how, at what point huyu mtoto atatumia simu yangu, at what point ama iko sawa kwako, that is, kama atachukua simu ya mwingine ama hapana. In my house I've instructed my children, kama si simu ya mom ama ya daddy, na hata ya mom ama ya daddy, lazima useme, "Daddy, can I use your phone?" If I say no. Lakini nisikuone
umeenda kuchungulia ama kuomba simu ya sambo, hata kama ni ya shosho, wacha shosho akupatie when she has to give it to you. Are we getting the point? The values. So there are so many things that are happening out there, but parents forgot because alipea mtoto chakula, mavazi mazuri, shule mzuri and all that, they thought that's all. That's not all. We have to train children in the ways that hata wewe akienda mahali utakuwa unajua hawezi kaibika. You be comfortable wherever you be. One time niliuliza mzazi mmoja alete mtoto wake birthday, tulikuwa tunaenda mahali ya watoto. Then akaniambia, mimi pastor najua watoto wangu wacha ikae. Mimi najua wacha ikae, wacha tu nikae na wao hapa. I was like, kwa nini? Because alinielezea sasa kuambia that alijua watoto nikiwapeleka wataniaibisha na haitakuwa mzuri. So let me work on, after niambia wacha niwashughulikie kwanza. And I was like, good, work on them. Praise the name of Jesus. So, so many people we have today in our communities, the things we see, the way we behave kwa barabara zetu, it is as a result of our upbringing. Hallelujah. Amen. Our upbringing. Either vile tulilelewa, sometimes mahali tumelelewa. Lakini mahali tumelelewa si sana, kwa sababu you can even be pale mahali ambapo ni the remotest and your values can be admired by many. Praise the name of Jesus. Children, ama parents, train a child in the way he should go. Mtoto wako unataka akue aje? Unataka mienendo zake zikae namna gani? Do you want to be proud of your son or your daughter in the next few years? Wale watoto wadogo wameshikwa hapa. Siku hizi sijui kama ni miaka zimekuwa ama sijui what is happening. Growth inasonga ama watu inakaa watoto ni kama wanakuwa zaidi kuliko vile tulikuwa tunakuwa tukiwa wadogo. Sooner or later these boys and girls will be walking around here. Lakini cha msingi ni je, ama swali kubwa ni je, tungependa ama wewe kama mzazi ungependa kulea ama kuinua mtoto wa aina gani? And especially when it comes to values and godly values. And that is why we are talking about raising a godly generation. We are as a result of our upbringing. I think I said that. I am not the best example to bring, but let me say this. My mom and my dad and my late mom, these people are strict. Jana tukitoka kwa mazishi, I was with my brothers, my sister. So we were just talking about vile tulielewa, our mom, me and our dad. Kwa tunaongea mambo mengi sana. So I remember my brother akisema, "Aki daddy isipokuwa ni vile alikuwa mstrict kwetu. Vile alikuwa anatupeleka mbio. Tungejua vitu zingine tu na huko." I was like, true. When it comes to church, my dad was strict. My mom too alikuwa very strict. Hii scripture nafikiri walikuwa wameielewa. Kanisa haungekosa. Wacha kukosa. Kanisa haungechelewa. Unajua kanisa ushago uzuri ilikuwa kwamba mahali iko daddy, you know, he was a pastor. He still is. Akiwa pale mbele ako strategic, anaona gate. Anaona gate, So anaona everybody akiingia, and especially watu wake, watoto wake, ameingia sana na hakuwa anakosa simu. Sasa wameingia saa ngapi? Uchelewe. Jioni utajua kuna utafanya nini? Utalala. So my mom also, sababu alikuwa anatuhurumia tukikuja kuchapa jioni Sunday, she used to make sure kwamba ametutayarisha. Unajua hawezi chapa hata kichelewa. So alikuwa na make sure ametuharakisha
tufike church mapema, tusikuje kuchambua. Na ukienda church sio kwenda murando. You know murando? Going round choo, umeenda kwa choo umerudi, umeenda sijui huko kwa town umerudi, hapana. You want to, and that's how strict this man was. Values alijaribu sana. Of course tulikuwa tunajaribu kumwepa, lakini alijaribu sana. I remember, sorry for this, nilikuwa naona wale watu vuta sigara wakiwa wanakaa smart sana. Mzee ameketi hapo hivi. You admire these people. I know ni kuharibu maisha wanaharibu. So one time, nikajua dadi unifuati kila siku. So ninaenda service with my cousins. Nikaona ka filter. Filter is that ka thing that kanangushagwa, akavutwi, kakangushwa chini. So mimi nikasema because kwa barabara sioni watu, tuko na tuna kazini yangu. Nikakachukua nikafanya aje? Nisikie vile wanasikiaga. Of course sikulit. Nisikie vile wanasikiaga. My cousin akaniona, sikuwa na yeye. Kasema nitakusema. Hakuniambia nitakusema. You know when you know this, unajua all that means. I was like, please don't. Na tukakubaliana asiniseme. Yeye ni nani? Baada ya kanisa kaenda kaambia Uncle, Samia alikuwa anakunywa sigara. What? Nilipokea kichapo kingine, tulikaa sijui for how long kama huyo kazini yangu sitaki kumuona kwetu. Ile kichapo nilipokea. What was my dad trying to do? Values and discipline and many others. Kuna kitu inaitwa video. This one I can't say, sitakosa kusema. Unaona hizi mavitu vijana wanaenda kwa mtaa. Tumeenda kuona video, wameenda kuona kuna Bruce Lee, nani those days. I think those things are still happening hapa kwa hizi warrior somewhere go there. Unalipa 10 shillings 20 bob unaingia pale. Kwetu zilikuwa, I think zilikuwa zimetokea 5 shillings unaona movie ya 1 hour or 2. So one time my brother thinks aende na mimi pia nasema niende. It was not coming easily ya kwamba ukisema unaenda kwa movie and daddy asikie. One thing sijawahi enda lakini nilitamani. So hiyo kutamani peke yake my dad akasikia ninataka kwenda video. Nilipokea kichapo sijawahi sahau. Na ni kwa sababu ya kusema ninataka sikuenda. I did actually. So mpaka leo hata huko ndani sijuagi kunakaa aje. Huko kwa hizo mabens hizo things. Training is not just kuzaa na kupeleka shule na kupatia chakula. It needs us as parents to follow the morals of how our children and what our children are doing. So for personal, I grew up knowing church, and the church was my business. That is why today, I'm sorry. That's why today, Mimi, with the time, I don't think you will beat me. Maybe you can. You're better off than me. Lakini tukisema ni saa 7 ni saa 7. Tukisema ni saa 10 ni saa 10. Yeah. Regardless of what. And Solomon said, and when he is old, when you train up this child, these babies unashika hapa, when they are old, of course there are some failures here and there. Kuna wenye wanaponyoka tu kidogo. But the good thing is that there is a godly seed. Kuna seed, kuna mbegu ya Mungu imepandwa. Mtumishi Pastor Tumaini akaimba akasema, mbegu ya Mungu haifi. Mbegu ya Mungu haifi wazazi. What you plant in that child, hata kama siku moja ameenda shule na ameona kalamu mzuri ama kitabu mzuri ya mtoto mwenzio na aichukue aifiche, let me tell you, akaenda nyumbani ajaribu tu kujificha ama ifiche kabisa, lakini something inside will be telling them, no, you did wrong. Hivyo sivyo uliambiwa na mzazi. Hivyo sivyo uliambiwa church, and they will change. Anasifiwe sana. And that is why the other day I was saying, sometimes ninakuwa disturbed by us parents if we don't
take our children to church, yet we don't teach them